Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, ninamshukuru Mungu tena kwa fadhili zake na rehema zake ambazo ametupa asubuhi hii ya leo ya kujifunza na kutafakari neno lake na kupata hekima katika maandiko yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo natamani tutajifunza katika utofauti kidogo, ambapo natamani tuchambue mlango wa 15 wa kutokea kitabu kile cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi mlango wa 15. Sasa kutokana na muda ambao tunao katika wasaa huu, ninatamani ni toe kwa ufupisho sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma huu mlango wote utapata kugundua na kujifunza kitu kwamba Mungu alikuwa anatoa maelekezo juu ya mtu ambaye ana ugonjwa wa kutokwa na maji ndani yake, ambako Biblia ya Kiingereza imeandika body discharge, ila ukienda katika Biblia ya Kiswahili translation, kuna baadhi ya translation zimetumia neno kisonono, mwenye ugonjwa wa kisonono, mwenye kutokwa na kisonono. Wengine akasema mwenye kutokwa na shahawa, wengine pia akasema mwanamke anayetokwa na damu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ziko tatu, kuna wa kisonono, kuna wa anayetokwa na shahawa na anayetokwa na damu. Sasa Biblia imeongea katika tafsiri kwamba mtu anapotokwa na hivi, anapokuwa katika hii hali, anakuwa katika hali ya unajisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nataka nikuoneshe uhalisia wa jambo fulani kabla sijaenda kwenye mstari ambao utatuongoza kwenye somo hili, ambapo ni Mithali 27 mstari wa 17. Kabla sijaenda hapo, natamani sana nikuoneshe hichi kisa. Biblia inatuambia kwamba kama mtu akiwa na hali hii amekuwa najisi, alafu akaongea akasema kama mtu akashikana na mtu ambaye yupo katika hali ya unajisi, naye atakuwa najisi. Alafu akasema kama mtu akishika kitu ambacho kimetumika na mtu ambaye yupo najisi, naye atakuwa najisi. Au kama mtu akishiriki kitanda pamoja na mtu ambaye yupo najisi, naye atakuwa najisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukienda katika kitabu cha Mithali 27:17 inatuambia kwamba chuma unoa chuma, vivyo hivyo kama mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Sasa ukitazama hii mistari kwamba inaongelea kwamba kama mimi nimemshika tu mtu ambaye alikuwa najis, automatic na mimi ninakuwa najis. Tukija katika mstari wa Mithali 27 utapata kuona vyema sana kwamba kumbe rafiki yangu ana impact kwenye kunitengeneza mimi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukashangaa, unaweza ukasema mimi rafiki hawezi kanibadilisha, ila tambua kama kwenye Mambo ya Walawi alikuwa na uwezo mtu mwenye unajisi wa kuambukiza mwenzake unajisi kwa kushiriki tu aidha chombo, kwa kushirikiana chombo, au kwa kumshika, au kwa kugusa nguo yake, au kwa kulala katika kitanda chake. Bwana Yesu asifiwe. Kama inawezekana mtu kuambukizwa unajisi, basi hata na tabia pia inawezekana kuambukizwa. Na ndio maana anatuambia kama mtu anavyounoa uso wa rafiki yake, ndivyo kama chuma inavyonoa chuma, ndivyo mtu anavyounoa uso wa rafiki yake. Sasa kitu ambacho natamani ni kuambia siku ya leo, hebu chagua ni nani unataka awe rafiki yako. Chagua ni nani unataka awe karibu yako. Chagua ni nani ambao watakutengeneza kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio sifa kwa mtu kuwa na marafiki wengi ambao hawaendi sawa sana mapenzi ya Mungu. Ili uweze kufanikiwa, kwanza lazima uwe selective. Unaongea na nani? Unashirikiana na nani? Unahojiana na nani? Unauliza kwa nani? Bwana Yesu asifiwe. Kama rafiki ana uwezo wa kukutengeneza kitabia, basi ana uwezo pia wa kukutengeneza kufiti mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Joshua hakuwa anamjua Mungu. Baada tu ya kukaa karibu na Musa, akapata kuzielewa habari za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Elisha hakuwa nabii, ila baada ya kukaa karibu na Elia kwa muda mrefu,
akawa nabii. Petro hakuwa mtume na wale wanafunzi wa Yesu hawakuwa mitume, ila baada ya kukaa karibu na Yesu nao wakawa mitume. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo hakuwa mtume, lakini baada ya kukaa karibu na Paulo naye akawa mtume. Paulo hakuwa mtume, ila baada ya kukaa karibu na Anania akatengenezwa akawa mtume. Bwana Yesu asifiwe. Hii inatupa picha kwamba mtu ambaye unashirikiana naye ana kiwango kikubwa katika kunoa vision ulionayo, katika kunoa maono ulionayo, katika kunoa mipango ulionayo, katika kukusaidia wewe kufikia vile viwango ambavyo Mungu anatamani uvifikie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa lazima ujifunze kuwa selective. Sio kila mtu wa kufuatana naye, sio kila mtu wa kushirikiana naye. Wengine hawafanyi mapenzi ya Mungu, wengine hawatendi yaliyo mapenzi ya Mungu, wengine hawashiriki katika kile kitu ambacho kinakuwa sio cha Mungu. Ukiona mtu afati kile cha kimungu na unaona huyu anaweza akaharibu tabia yako, hebu weka mbali. Be selective. Sasa selective si kuambia uwe unatenga watu na kudharau watu. Kuwa selective huku ukimwombea na huyo mtu naye aje katika njia sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ila hapa pia inahitaji hekima sana, kwa sababu kuna wakati mwingine Mungu anatupeleka kwa watu ambao sio sahihi, ili kutokana na ule wokovu ambao sisi tumeupata tuwatengeneze na wao wapate wokovu. Kwa sasa ni swala la kumuuliza Mungu, hapa ninatokaje? Sikwambii direct kwamba ukishamwona mwenzako afanye yaliyo mapenzi ya Mungu muache, hapana. Sikwambii direct ufanye hivyo. Ninataka uwe na hekima ambayo itakusaidia kuwa selective. Mahali hapa wapi ni pa kuambia mlima ng'ooka na wapi pa kugeuka kuuacha mlima. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mahali utauambia mlima ng'ooka. Unaona rafiki yako afanye mapenzi ya Mungu na wewe unafanya mapenzi ya Mungu, unatamani umbadilishe abadiliki, unang'ang'ana naye, hapana. Kuna mahali pengine ni unageuka, unauacha mlima, unageukia kaskazini, alafu kuna mahali unawaambia mlima ng'ooka. Sasa hii inahitaji hekima, na nani atakayekupa hekima hii? Hakuna hekima utakayopata nje ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu akusaidia sana katika kuchagua watu. Watu wanatengeneza tabia, na ndio maana Mungu ili akusaidie katika kufikia malengo yako anakupa watu sahihi, anakukutanisha na watu, anakusaidia, anakupa kampani ya watu. Na ndio maana Daudi hakufanikiwa kufika viwango vya ufalme pasina kuwa na watu ambao walisimama naye wakimuunga mkono na kupigana naye vitani, pasina kuwa na rafiki ambaye alikuwa ni Jonathan ambaye alikuwa anamsapoti katika changamoto anayopitia. Sasa lazima umuombe Mungu akupe watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima umuombe Mungu akupe watu. Watu ndio watakao kusaidia wewe. Sasa hao watu lazima wawe ni sawasawa na makusudi na mipango ya Mungu. Pasina kufanya hivyo hautaweza kufanya. Hebu angalia ni nani ambaye unashirikiana naye anakuvuta nyuma, unashindwa kufikia yale malengo ya kimungu. Ni nani ambaye unashirikiana naye anakuwekea unajisi ambao unashindwa kufanya mapenzi ya Mungu. Kuanzia leo, hebu kuwa makini sana na watu ambao unazungumza nao. Ukiona uwezi, piga magoti chini, mwambie Mungu, ninaomba watu sahihi. Nami nikuache na hekima hii na nikuombea sana ili Mungu akusaidie katika kutafakari katika utukufu wake. Amen.